Bwana Yesu Kristo atukuzwe sana, mpendo wangu mahali popote pale unaponifuatilia ulimwenguni. Uhali gani? Ninatumaini hali yako ni njema. Ninayeongea nawe ninaitwa Kuhani Samuel Benson Yosia. Nimekuja tena mbele yako katika channel hii ya Kuhani Samuel Yosia TZ. Nimekuletea elimu hii ya ndoto ambayo inatakiwa ujue ili uweze kutoka kwenye mitego ya mwindaji, ili uweze kutambua ndoto ni nini, ndoto zinamaanisha nini. Unaweza ukazani unaota ndoto nzuri, kumbe ni ndoto mbaya, au unaweza ukaota ndoto mbaya ikawa na maana nyingine. Kwa hiyo nashukuru Mungu na wale wote ambao wanaendelea kunifollow WhatsApp wananiambia Kuhani, tunashukuru kwa masomo mbalimbali, wale watu wa Ulaya, watu wa Asia, watu walioko mabara mbalimbali na wa ndani ya Tanzania na wa Afrika, wa Kenya. Mungu awabariki sana rafiki zangu na wa Kongo pia. Mbarikiwe sana, mmeendelea kunitia moyo kwamba Kuhani, tunaomba uendelee na elimu hii ya ndoto. Tunataka tujue ndoto nyingi zaidi ili tuweze kutoka kwenye mitego ya maadui zetu na watesi wetu. Mbarikiwe sana. Ninaomba mahali popote ambapo unanifuatilia, kabla sijaanza ile somo, ninaomba hiyo hapo chini kuna alama nyekundu, hapo kuna maneno yameandikwa subscribe. Ninaomba yabonyeze hayo maneno ili uwe mwaminifu, ili upate masomo yote ambayo ninayatoa katika channel hii. Usiache kushare ujumbe wafikie watu wengi zaidi. Usiache kulike na kucomment unanipata kutoka wapi. Nitapata nguvu kubwa zaidi ninapoona support yenu ya namna hiyo. Moja kwa moja nitaenda kwenye somo. Somo la leo kama nilipoweka hapo kichwa cha somo kama ulivyoona. Nitaenda moja kwa moja kukutangazia habari ya hizi ndoto ambazo watu wengi wanaziota na waelewi maana yake, na waelewi wafanye nini, hawaelewi watokeje kwenye hiyo mitego. Lakini namshukuru Yesu sana aliyenipa kibali leo nimepata tena hizi ndoto nilipokuwa kwenye maombi. Nimepata haya maono nilipokuwa kwenye maombi na maana zake. Ndoto ya kwanza, pale ambapo unaota ndoto, kuota ndoto upo kijijini kwenu, ina maana gani hiyo? Kuna watu wengi wanalala usiku wanaota ndoto wao wako mjini. Kusema za kweli, wako mjini kwenye majumba makubwa, kwenye magorofa, wako mjini town kabisa, wengine wako nje mpaka ya nchi, lakini wakilala usiku wanajiota ndoto wapo kijijini kwao, wapo kwenye mikoa ambayo wamezaliwa, wapo kwenye mikoa ambayo wamekulia, wapo kwenye mikoa ambayo walizaliwa huko. Unapoota ndoto upo kijijini, hiyo ndoto ina maana gani? Unapoota ndoto upo kijijini ni roho ya kurudishwa nyuma. Pia kupata mafanikio kwako itakuwa ni ngumu sana. Pale ambapo unalala unaota ndoto upo kijijini, uko mjini lakini ndoto zako unaota upo kwenye kijiji ambacho umezaliwa, unaota upo kwenye kijiji ambacho umekulia, elewa kabisa wewe kupata mafanikio itakuwa ni ngumu sana, manake roho ya kurudishwa nyuma inakufuatilia. Na ifahamike kwamba mizimu ya ukoo haipendi kuona mafanikio ya mtu, mizimu ya ukoo haipendi kuona baraka za mtu, na ndio maana walio wengi wako lazi waende mpaka kwa waganga kutafuta mafanikio, wako lazi kutafuta njia za kishirikina ili kutafuta mafanikio, na walio wengi pia wako lazi kumuomba Mungu usiku na mchana ili wapate mafanikio. Kwa sababu gani? Kwa sababu huwezi kupata mafanikio ukiwa unatawaliwa na nguvu za mizimu. Kwa unapolala usiku unaota ndoto moja kwa moja upo kijijini kwenu unatambika, unaota ndoto upo kijijini kwenu unafagia, unapika chakula, unaosha vyombo, unaongea na watu wa kijijini, unaongea na watu waliokufa kule kijijini, elewa kabisa hiyo ndoto maana yake unarudishwa nyuma kimafanikio. Kupata mafanikio kwako itakuwa ni vigumu sana, manake mizimu inakwambia kwamba huko uliko mjini sio kwenu, huko uliko kwenye huo mkoa sio kwenu, huko uliko kwenye hilo taifa sio kwenu. Kwenu ni huku, inatakiwa urudi kwenye asili yenu, inatakiwa urudi kwenye kijiji chenu, manake roho ya mafanikio kwako itakuwa ni ngumu. Kupata mafanikio kwako itakuwa ni ngumu. Kwa sababu gani? Kwa sababu roho ya mizimu inakurudisha nyuma. Hauwezi ukafanya biashara zikaendelea, hauwezi ukatafuta pesa ukazipata, hauwezi ukasema upate pesa ufanyie maendeleo na hayo maendeleo yakaonekana, hayawezi kuonekana. Kwa sababu gani? Ukilala usiku unaota ndoto upo kwenye kijiji chenu, unaota ndoto upo kijijini kwenu, manake roho ya kurudishwa nyuma inakufuatilia. Kwa unapoota hiyo ndoto ya namna hiyo, usiache kuishughulikia mapema sana, itafutie utatuzi mapema, omba kwa bidii sana na Mungu atakusaidia mahali popote pale ulipo. Ndoto nyingine, kuota ndoto kitanda kimevunjika. Hii ni ndoto kwa wanandoa, hii ni ndoto kwa wanandoa. Unalala usiku unaota ndoto kitanda kimevunjika chenyewe, chaga zimepasuka, unaota ndoto nati zimevunjika kwenye kitanda ambacho
kesho unalalia wewe na mume wako, elewa kabisa hiyo ndoto sio alama nzuri. Muda wote ule ndoto yako yani taarifa utaipata juu ya hiyo ndoto kwamba mume amekuacha, mke amekuacha, ametelekeza watoto, amekuacha wewe peke yako. Kwa unapoota ndoto kitanda kimeharibika kwenye ulimwengu wa roho, hiyo sio ndoto nzuri kwenye ndoa yako. Hiyo sio ndoto nzuri na haina maana nzuri. Kwa jambo la kuzingatia hapo, inahitaji upate msaada wa kiroho. Hiyo ndoto itatue mapema kabisa. Utakapo itatua mapema hiyo ndoto, Mungu ataenda kuleta neema yake kwako. Kwa unapolala ukaota ndoto kitanda kimevunjika, elewa kabisa kuna mahusiano yako baina yako wewe na mume au wewe na mke wako. Mahusiano yako hayana safari ndefu. Kuna adui ataenda kuyaharibu hayo mahusiano. Ghafla mke ataanza kukuchukia, ghafla mume ataanza kukuchukia. Au utakapo hiyo ndoto, elewa kabisa mume wako anakukengeuka. Elewa kabisa mume wako amepata mke mwingine, au amepata mchumba mwingine, amepata mahusiano mengine, au mume wako amepata mahusiano mengine, au mke wako amepata mahusiano mengine. Kwa unapoota hiyo ndoto, ishughulikie mapema sana. Maana yake kuna kiama kiko karibu sana kinakuja kwenye hiyo ndoto. Kuna kiama kiko karibu sana kinakuja kuipiga hiyo familia yako, kinakuja kupiga mahusiano yako. Kwa unapopata ndoto ya namna hiyo, ishughulikie mapema sana mpendo wangu mahali popote ulipo. Ndoto nyingine, kuota ndoto upo shuleni, upo shuleni, upo kwenye shule za asili, shule za awali. Kuna mwingine akilala usiku, yeye kusema za kweli ana miaka zaidi ya 20, ana miaka zaidi ya 30, ana miaka zaidi ya 40, lakini akilala usiku anaota ndoto yupo kijijini, anaota ndoto yuko kwenye shule za msingi. Hiyo ndoto pia sio nzuri mpendo wangu mahali popote unaponifuatilia. Unapolala usiku unaota ndoto upo darasani na ulishavukaga, ulisomaga shule miaka 20 iliyopita, lakini ukilala unaota ndoto umevaa bukta, umevaa sketi, umebeba madaftari unaenda kusoma uko kwenye shule za msingi. Elewa kabisa unafuatiliwa na roho ya kurudishwa nyuma. Ni roho ya kurudi nyuma, au utapata mafanikio. Kwa sababu gani? Unaota ndoto upo shule ya msingi unasoma, au shule ya awali unasoma. Elewa kabisa kupata kwako mafanikio ni ngumu sana. Ulishamaliza shule, wai wote ndoto unasoma tena. Sio kwamba unarudishwa nyuma kimafanikio. Kuna mwingine anaota ndoto anasoma shule za awali, mwingine anaota ndoto anasoma shule za chekechea kabisa, darasa la kwanza namba 1, ambalo watoto wote wanakusanyika wanakunywa uji kabla hajaondoka. Wamekuwa dhaifu mpaka matumbo yao hayana nguvu ya kukaa sehemu moja kustahimili kwa muda mrefu. Lazima waandaliwe uji, wanywe uji hapo shuleni. Elewa kabisa unapoota ndoto ya namna hiyo, roho ya kurudishwa nyuma inakufuatilia mpendo wangu. Ndoto nyingine, kuota ndoto unavuta sigara. Unalala usiku unaota ndoto unavuta sigara. Unalala usiku unaota ndoto unavuta bangi, unavuta moshi. Elewa kabisa hiyo ndoto haina maana nzuri. Maana yake ufahamu wako na kwa umefungwa. Hakuna jambo la maendeleo ambalo utaliwaza, hakuna jambo la mafanikio ambalo utaliwaza unapovuta sigara kwenye ndoto. Maana elewa kabisa hiyo sigara moja kwa moja inaenda kufunga ufahamu wako, inaenda kufunga akili yako, inaenda kufunga akili ya kufikiria maendeleo, inaenda kufunga akili ya kufikiria kujenga, ya kufikiria kuoa, ya kufikiria kuzaa, ya kufikiria kukaa kwenye ndoa, ya kufikiria kufanya biashara, ya kufikiria kufungua mtaji, upate mtaji uanze biashara zako. Elewa kabisa unapoota hiyo ndoto ufahamu wako umefungwa. Hakuna jambo la maendeleo lolote ambalo utaliwaza ndugu yangu. Utaishia tu kuwaza kula na kunywa, utaishia tu kuwaza kulewa, utaishia tu kuwaza anasa, hautawaza maendeleo. Kwa sababu gani? Pale ulipolala, ulipoota ndoto unavuta sigara, pale ufahamu wako umefungwa. Hakuna jambo la maendeleo ambalo utalipata tena. Ndoto nyingine, kuota ndoto unasuka rasta. Kuna mwingine akilala usiku anaota ndoto anasuka rasta. Anaota ndoto yupo kwa msusi anasukwa nywele zake anazifunga kwa rasta. Anaota ndoto anavaa mawigi wanayashona kwenye kichwa chake. Elewa kabisa hiyo ndoto maana yake hautawaza maendeleo. Maisha yako yote yatakuwa ni bure.
Lolote lile ambalo utaliwaza, au utawaza maendeleo, au utawaza kupata pesa, au utawaza upate pesa ufanyie jambo lote la maendeleo. Kwa sababu gani? Pale ulipolala uliota ndoto unasuka rasta. Pale ulipolala uliota ndoto unasuka rasta kwenye kichwa chako. Hiyo ndoto haina maana nzuri, mpendo wangu. Ishughulikie mapema sana na Bwana Yesu Kristo atakusaidia. Kwa sababu unapolala unaota ndoto unasukwa nywele, elewa kabisa ufahamu wako unaondolewa. Elewa kabisa utawaza jambo lolote la mafanikio. Ndoto nyingine, kuota ndoto unanyolewa nywele. Maana yake nini? Unalala usiku unaota ndoto upo kwenye kinyozi. Upo kinyozi anakunyoa. Upo baba shop unanyolewa nywele zako. Unanyolewa upala kabisa. Unanyolewa nywele zako zote zinatoka kwenye kichwa chako. Hiyo ndoto ina maana gani? Unapolala ukaota hiyo ndoto, maana yake ufalme wako umeondolewa. Nguvu zako zimeondolewa. Hautapata tena mafanikio. Maana yake ufalme wako ulimwengu wa roho umeondolewa, umekuwa dhaifu. Tunaposoma maandiko matakatifu, kuna mtumishi wa Mungu mmoja alikuwa anaitwa Samson. Samson alikuwa na nywele za visuke 7 kwenye nywele zake. Alikuwa na nywele, lakini siri ya nywele siri ya nguvu zake zilikuwa kwenye nywele. Nguvu alikuwa anapata kuwapiga maadui na watesi wake kwa sababu alikuwa na nywele. Kwa alikuwa na upako wa nywele. Kwa unapolala usiku ukaota ndoto unanyolewa nywele, lewa kabisa upako wa kuwapiga maadui zako umeondoka. Upako wa kuwashinda watesi wako umeondoka. Na utakapolala utaanza kuota ndoto unakimbizwa. Utakapolala utaanza kuota ndoto unatumikishwa. Utaanza kuota ndoto upo gerezani. Utaanza kuota ndoto umefungwa. Kwa sababu gani? Ulilala usiku uliota ndoto nywele zako zimenyolewa. Maana yake ufalme wako umeondoka. Ndoto nyingine, kuota ndoto wewe ni mlemavu. Omba sana lo, omba sana. Lo ya ajali inakufuatilia. Pia tamaa, pia ina maana kwamba mambo yako hayataenda vizuri na yataenda kwa uzito sana, kwa sababu umeota ndoto wewe ni mlemavu. Aidha kwenye mikono, kwenye miguu umeota hiyo ndoto wewe ni mlemavu. Pendo wangu, hiyo ndoto ishughulikie mapema sana na Bwana Yesu Kristo atakusaidia. God bless you. Mbarikiwe sana wafuatiliaji wangu mahali popote pale mnaponifuatilia. Ninaomba jambo la kuzingatia, hautapungukiwa na jambo lolote lile ndugu yangu. Kama unabarikiwa na haya masomo, bonyeza hiyo alama chini ilipoandikwa subscribe. Ibonyeze hiyo alama uendelee kupata masomo yote kwa wakati ambao ninayatoa haya masomo. Bwana Yesu awabariki sana. Pia itakuwepo jambo la baraka, utashare au una comment hapo. Unanipata kutoka wapi? Usiache kulike, share ujumbe uwafikie watu wengi zaidi. Na mawasiliano yangu ni moja tu. Namba zangu ni moja tu popote pale unaponifuatilia ulimwenguni. Namba zangu ni hizo hapo chini ya hilo somo unazoziona hapo. Zimeandikwa hizo namba, alafu kuna alama ya WhatsApp hapo. Chukua hizo namba, ni follow WhatsApp, nitakusaidia. Bwana Yesu Kristo akubariki sana. Ninakutakia siku njema na wakati mwema. Mungu awatunze. God bless you. Maranatha. Amen.